Ni miaka 21 imepita tangu mwanamke anayefahamika kwa jina la Rose Lim kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi na kisha baadaye kutengeneza dawa ambazo zilipata kibali kutoka Baraza la Tiba Asili hapa nchini Tanzania. Hiyo nilikuwa mweusi kama hii remote yako hapa. Sasa hivi ni miaka mingapi? Kwa hiyo unavyoniona wewe unanionaje? Hebu niangalie. Rose leo hii amezungumza na vyombo vya habari baada ya yeye kufuata utaratibu wote wa serikali unaotakiwa kwa ajili ya kupata vibali na kuwataka wale wote wanaotengeneza dawa za asili kufuata utaratibu huo. Jina naitwa Rose Lim. Mimi ni mzaliwa wa Singida, ni Mtanzania. Ni miaka kama 21 iliyopita nilipata maambukizi ya ukimwi. Nililazwa hospitali moja inaitwa Mzena Hospital. Baadaye nilipozidiwa sana ilibidi nirudishwe nyumbani. Wakati ilikuwa ni rais alikuwa ni Mheshimiwa Kikwete nafikiri. Ila mke wake alinisaidia, ndo alinisaidia kwa sababu nilikuwa sina uwezo wa kurudi nyumbani kutokana na hali niliyokuwa nayo. Mungu akasaidia, niliporudishwa huku nikalazwa Seliani. Kama miezi mitatu nilikuwa ninawekewa oksijeni. Nafikiri nilipata hiyo oksijeni kwa heshima kwa sababu nilikuwa nimetoka kwa Mama Salma Kikwete. Lakini ingekuwa hivi nadhani nisingekuwepo mpaka sasa hivi. Lakini Mungu ni mwema. Namshukuru Mungu. Kwa hiyo baadaye nililetewa dawa na bibi yangu. Alipoona naumwa sana, niko naumwa sana ndio akaja na yeye. Walikuja na mama, pia mama yangu na mama mkubwa wote walikuja na bibi. Ndio akanipa dawa. Nilikuwa kama na miaka mitatu sijableed, sijapata siku zangu. Nilipokunywa tu hiyo dawa usiku nikaona siku zangu, nikaona kweli dawa inanisaidia. Nilipokunywa wiki moja niliweza kuamka, nikanywa. Mungu akasaidia, niko mpaka sasa hivi mnavyoona niko vizuri. Na baadaye nikaamua kuanza kutengeneza hizi dawa. Na nimefuata process zote. Nilienda kujifunza SIDO jinsi ya kuandaa dawa. Ili kufanya kwa usafi zaidi, nikazipeleka mpaka kwa mkemia mkuu wa serikali, zimepimwa. Nimepeleka makao makuu kule Dodoma, zimepitishwa pia. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu na nawapa watu na watu wanashukuru, wanafurahia. Hiyo nilikuwa mweusi kama hii remote yako hapa. Sasa hivi ni miaka mingapi? Kwa hiyo unavyoniona wewe unanionaje? Hebu niangalie. Unavyoniambia kwa hiyo sijapona. Nimepona na watu wengine wamepona. Unaweza hata mkawapigie simu wakaongea, hata siwajui. Ingawaje watu watasema tumewapanga. Wanadamu jinsi walivyo. Shida wanadamu tunakuwa hatuamini. Tumechukuliwa akili na vitu vya mataifa mengine. Kitu kama hicho ambacho kimeshatokea na nimefuata process. Si nilipeleka baadaye zilipeleka kwa mkemia zikapimwa. Lazima upeleke dawa kwa mkemia, upeleke botaniki, ziweze kuonekana ni miti gani. Ukimaliza hapo unapeleka Baraza la Tiba Asili. Pokea simu hata kama ukipata shida unidai mimi. Usipewe dawa imeandikwa jina langu, umepewa na nembo yangu, usikubali. Kama umepewa na mtu mwingine usije kwa complain. Ila hakikisha umenipigia mimi mwenyewe. Na mimi ukinipigia simu na rekodi, naandika majina ya watu wote ambao nawapa dawa. Kwa hiyo pia dawa zangu mimi zote zimesajiliwa. Zimepimwa. Nimepeleka kwa mkemia mkuu wa serikali. Kama hizo za figo hizo ndio unaona hizi karatasi hizi hapa. Ndio nataka niziandikie tena barua nipeleke Dodoma. Hii kitu ndio huwa ni muhimu zaidi. Hii kwenda kuangaliwa. Na zote zimekizi. Kwa hiyo natakiwa tu nipeleke hapa Dodoma sasa hivi ikapitishwe tu. Lakini dawa zangu zote nimefuata mfumo, kila kitu cha serikali nimefuata. Na mimi nimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili, ninatambulika. Kwa hiyo hata mtu akinywa dawa yangu ikileta shida ni mimi ndio nitakaye bwana nijua, nitaulizwa mimi. Alafu mwishoni kwa mtu ambaye atataka ujuzi, atataka jinsi ya kusajili dawa, anitafute nitampa maelekezo. Namba zangu za simu 0754 63 26 85 na 07 11 90 30 60.